Huenda angalau Wakenya 11 waliouawa, kujeruhiwa au hata kutekwa nyara wakati wa maandamano wasipate haki, imesema ripoti iliyotolewa leo na mwendesha mkuu wa mashtaka Renson Ingonga, anayesema kuwa katika kesi nyingi zilizowasilishwa kwenye meza yake dhidi ya maafisa wa polisi hakuna mashahidi au ushahidi unaonyesha kuwa polisi walihusika kuua, kujeruhi au kuteka nyara Wakenya. David Mudhoka anatufungulia taarifa hizi. Hatimaye mwendesha mkuu wa mashtaka Renson Ingonga amevunja kimya chake kuhusu hatua alizopiga kushtaki washukiwa wa mauaji ya waandamanaji kwenye maandamano ya mwezi Juni mwaka uliopita. Ripoti yake hata hivyo ni ya kuatua moyo, kwani miongoni mwa kesi 11 alizogusia hakuna hata kesi moja ambayo inaonyesha dalili ya haki kupatikana. Kwa mfano, DPP ametoa taarifa kuhusu kesi ya Rex Kanyike Masai aliyefariki baada ya kupigwa risasi kwenye paja la kushoto wakati wa maandamano. Japo kesi hiyo inachunguzwa na mahakama, DPP anasema nikimnukuu, kwa vile watu waliompeleka Rex hospitalini, akiwemo shahidi mkuu anayedaiwa kuwa naye wakati alipopigwa risasi, hakuandikisha taarifa yoyote na polisi, na kwa vile kamera za CCTV hazikuonyesha vizuri mtu aliyepiga Rex risasi, DPP alipendekeza kesi ya Rex ichunguzwe na mahakama, na pendekezo hilo likasajiliwa tarehe 15 Oktoba mwaka jana. Kesi nyingine ambayo DPP ameangazia ni kesi ya Evans Kiratu Karofia aliyepigwa hadi akafa kwa kifaa butu wakati wa maandamano ya tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2024. Kulingana na DPP nikimnukuu, hakuna hata mtu mmoja aliyejitokeza na kuandikisha taarifa kuhusu kuuawa kwa Kiratu, na baada ya kugundua kuwa hakuwa amepigwa risasi, DPP alipendekeza mahakama ichunguze kesi hiyo, na pendekezo hilo likasajiliwa tarehe 15 Agosti mwaka jana. Aidha, DPP ameangazia kesi ya kifo cha Sami Kalen Maina. Kwenye ripoti yake, DPP amesema nikimnukuu, mpasuaji wa mwili wa Maina alipata kuwa majeraha yaliyomfanya kufariki yaliambatana na majeraha yanayotukia kwenye ajali ya barabarani. Kulingana na pendekezo la IPOA, DPP alifunga faili ya Maina na kupendekeza uchunguzi ufanywe na polisi. Kesi nyingine zilizofungwa kwa kukosekana kwa ushahidi au mashahidi ni kesi za kufariki kwa Tilan Odhiambo, Franklin Ondwari, Emmanuel Giggs Tata na Lewis Mroso. Kesi nyingine ambazo huenda zikaelekea njia sawa baada ya kurejeshwa kwa IPOA au polisi ni kesi za kujeruhiwa kwa mwanahabari Dominic Wanjala Mutua, kufariki kwa Gianna Makelo Bonyo, pamoja na kufariki kwa Andrew Mwawasi. This statistic is not only underwhelming, it is well near proof of dereliction of duty. In such times, laxity, complacency and lack of urgency are tantamount to complicity. IPOA has overstretched the grace and patience of the Kenyan public, and we hereby put the authority on notice that they run the risk of being liable for refusal to act in accordance with their mandate. David Mudhoka, NTV, Nairobi.